mamlaka iliyoko ndani ya jina la Yesu. Yohana sura ya 17 mstari wa 6 na mstari wa 26. Biblia inasema, jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Na Biblia inasema ya kwamba walikuwa wako kanipa mimi, na neno lako wamelishika. Mstari wa 26. Biblia inasema, nami naliwajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo. Kuna kitu kwa habari ya jina kipana sana. Yasema, ili pendo lile ulilonipenda mimi liwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Anasema nimewajulisha jina lako. Nimewajulisha. Naomba Kiingereza chake pale nitakitafsiri kuna kwenye Kiswahili. Anasema, I have declared, I have revealed to them who you are. Hiyo imekaa vizuri eh? Hello, imekaa vizuri eh? I have revealed to them who you are. Nimewafunulia wewe ni nani. Yani nimewafunulia wewe. Nimekufunua wewe kwao. Anajaribu kusema Bwana Yesu ya maneno, nimekufunua wewe kwao. Maana yake anamwambia Baba, nimekufunua wewe kwao. Ukiangalia sura ya 17 yote ni Yesu anafanya maombi. Kuna watu wanasemaga kwamba sala ya Bwana Yesu ni ile ya Mathayo sura 6. Hiyo sio sala ya Bwana. Huo ni mfano wa maombi ambayo aliwafundisha wanafunzi wake kuomba, tena hata kabla ya kazi ya msalaba. Kwa hiyo sala ya Bwana ndio hii. Wao wanasemaga kwamba sala ya Bwana ni ile kule. Ile sio sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Hiyo sio sala ya Bwana. Ile alikuwa anawaonyesha wanafunzi wake na wafuasi wake namna ya kuomba. Lakini sio sala ya Bwana. Eneo moja kwenye Biblia ambalo tunaona Yesu anaomba kwa muda mrefu na anaomba vitu vingi, maneno mengi, ni Yohana sura ya 17. Ndio Yesu alikuwa anaomba. Ndio eneo pekee kwa Biblia ambapo tunaona Yesu anaomba. Tena anawaombea wanafunzi wake na mitume aliyokuwa anawaacha. Anasema, I have revealed to them who you are. Nimewafunulia wewe. Yani nimekufunua kwao. Wamekujua ulivyo, wamejua moyo wako, wamelijua pendo lako, hawana mashaka na upendo wako. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Hawana mashaka na upendo wako. Kwa anaposema ya kwamba nimekufunua kwao, maana yake nimefunua asili yako ambayo ni upendo kwao. God is love. Mungu ni pendo. Nimefunua tabia zako kama huruma. Nimefunua tabia zako kwao na wameziona. I have revealed to them who you are. Nimewajulisha wewe ulivyo. Nimewafunulia wewe ulivyo. Alafu anasema hivi, and I will continue to make you even more real to them. Nitaendelea kukufanya kuwa halisi sana kwao. Yesu anaomba maombi. Anamwambia Mungu, nimekufunua kwao. Wamejua moyo wako na wamekujua ulivyo. Alafu tena nitaendelea kufanya kuwa halisi sana kwao. Lakini kule anasemaje kwenye Kiswahili? Hebu tupe Kiswahili. Tupe Kiswahili. Tupe Kiswahili. Inasema na aliwajulisha jina lako. Unapata kitu cha tofauti sana. Kule anasema hivi, nimekufunua wewe halisi. Na nitaendelea kufunua tena kwa wazi zaidi kwao. Unapata picha gani? Ya kwamba jina ni ufunuo wa Mungu mwenyewe. Si ni sawa? Rudi kwenye TPT, the Passion Translation. Anasema hivi, so that they may experience the same endless love that you have for me. Ili wapate uzoefu na ule upendo usio na mwisho ambao unao juu yangu. Na wakishajua upendo unao juu yangu, watajua upendo unao juu yao pia. For your love will now live in them. Jaribu kufikiria. Unagundua upendo sasa sio tu tabia, sio tu sifa. Unamwona ni kama mtu hapo. Anasema pendo litaishi ndani yao. Your love will live in them. The person of God will live in them. Yani wewe kama wewe watajua kwamba unaishi ndani yao. Unapata picha gani? Ya kwamba Biblia inapokuambia jina inazungumza kitu kipana zaidi. Am I communicating? Tulisema vitu vingapi? Vitatu. Cha kwanza ni nini? Tabia. Character. Cha pili
asili, nature. Cha tatu mamlaka, authority. Kwa ukiona jina tu, ukiona Biblia inasema jina lako nimewajulisha wao, nimelidhihirisha kwao, ujue Bwana Yesu alikuwa anazungumzia vitu vitatu. Ndio maana Wakristo wengi hawapati matokeo ya jina la Yesu, ni kwa sababu wanakosa hivyo. Kumbe hili jina si tu jina la kulitamka, ni jina la kimahusiano. Yaani jina ni ufunuo wa Baba mwenyewe. Si ni sawa? Tumeshaona hapo. Kama jina ni ufunuo wa Baba mwenyewe, basi unataka mahusiano mazuri na Baba ili upate matokeo ya jina. Andika sasa hiyo point. Kama jina ni ufunuo wa Baba, basi unataka mahusiano mazuri na Baba ili upate matokeo ya jina. This is beautiful. Kama jina ni ufunuo wa Baba mwenyewe, na Yesu anasema hivi anasema I have revealed to them who you are. Nimekufunua namna ulivyo mbele yao. Basi kama jina ni ufunuo wa Baba, basi unataka umjue Baba, uwe na ushirika wa karibu na Baba ili upate matokeo ya jina la Yesu. Utakaposema kwa jina la Yesu Kristo, moja kwa moja pawe na matokeo, kama alivyosema Petro, nilichonacho ndicho nikupacho. Utembee barabarani katika mahusiano yako na Baba, ujue na kujua una kitu ndani yako ambacho ni jina. Na si tu jina kama watu wanavyojua kwa pronunciation, kwa kulitamka, unalijua kiuzoefu. Ndani ya hilo jina pana asili ya Mungu ambayo ni pendo la Mungu. Ndani ya hilo jina pana tabia za Mungu. Ndani ya hilo jina pana mamlaka ya kiungu. Very powerful and very important. Hiyo ni nzuri sana, ni kubwa sana, ni ya muhimu sana. Yohana sura ya 18. Nataka kuangalia kitu hapo. Yohana sura ya 18 mstari wa 6 na mstari wa 7. Inasemaje? Alipoambia ni mimi, walirudi nyuma wakaanguka chini. Rudi nyuma kidogo, mstari wa 5. Mstari wa 5 nikupe kitu cha tofauti sana. Rudi na nyuma kidogo, nionyeshe. Ile alikuwa jina tu. Basi Yesu akijua yote atakayompata, akatokea. Akawaambia, ni nani mnayemtafuta? Akawaambia, ni nani mnayemtafuta? Nataka tuangalie jina ili Yesu Kristo uzito wake rohoni ulikuwaje. Ilikuwa ni heavyweight. Yaani heavyweight. Ilikuwa la uzito tofauti sana roho. Huwezi kulisema sema tu hivi. Haya, mstari unaofuata. Ni nani mnayemtafuta? Wao wakajibu nini? Wao walifikiri ni jina tu. Walifikiri ni kama jina gani? Walifikiri ni jina tu, ni kama Pilato, ni kama Herode. Wao walifikiri unaweza kulitamka tu kama Pilato au Herode. Sasa cheki, sana mziki mwingine hapo. Nani mnayemtafuta? Yesu Mnazareti. Tena wameongea vizuri. Unajua neno Mnazareti, Mnazorayo, Nazarene lilikuwa limebeba wakfu na umasihi. Nasema hivi, alipoenda Nazareti ni ili timele neno leo andiko ya kwamba atakuwa Mnazorayo. Nazarene ukiangalia kwenye tafsiri, kwenye Biblia ya Agano la Kale, imebeba vitu kadhaa. Yaani mtu akiwa Mnazorayo ana sifa kadhaa. Haruhusiwi kugusa maiti, haruhusiwi kunywa pombe na vitu kama hivyo. Yaani maana yake alikuwa na sifa fulani ya umasihi, alikuwa na sifa fulani hivi ya utofauti. Kwa hiyo ni Yesu Mnazareti. Watu wanafikiri ni Yesu wa eneo la Nazareti. ni sawa kabisa, ni Yesu wa eneo la Nazareti, lakini hii Nazarene ilikuwa imebeba wakifu fulani. Unamwona ipo kwa Samsoni pia. Aliambiwa mama yake kwamba usinywe pombe. Unaona kwa makuhani walikuwa hawaruhusiwi kugusa maiti. Na kwa nini wa zamani? Asa angalia, Yesu akawaambia ni mimi. Yaani mko sahihi kabisa. Yuda naye aliyemsaliti alikuwa pamoja nao, amesimama pamoja nao. Endelea mstari wa 7 nikufurahishe kitu ili uone jina. Haya. Basi alipoambia ni mimi, nini kinatokea? Alafu wao wanafikiri ni la kulitamka. Ili jina sio la kulitamka. Yaani ukisema Yesu wa Nazareti, maana yake ni Mungu mwenyewe yuko pale. Si ndio amekuja kumfunua Baba? Chini. Walifikiri ni jina. Na Yesu alifanya vile kwa makusudi
ili wanafunzi wake wajue hawa jamaa hawajaweza kumuua, yani yeye ndo amekubali wafanyaje, wamuue. Alifanya hivi mara mbili ili waonyeshe wanafunzi wake ya kwamba si kwamba hawa jamaa wameniua, nimeatoa maisha yangu ili niatoe tena. Yani mimi ndo nimeatoa maisha, sio kwamba wameniua. Angalia jina lilikuwa na uzito rohoni. Nilikuwa na uzito rohoni ili jina huwezi kulitamka hivi. Ni mimi. Walirudi nyuma wakaanguka chini. Imagine, ndo nilikuwa mda kumuua mtu. Inabidi Mungu atie nguvu kama Farao ili waendelee mbele, kwa sababu huyu ndo mwizi mnamtafuta. Akamwambia mimi ndo mwizi fulani, chini wote. Sasa point nakuja hapa. Mtu ambaye amekwambia ni mimi hapo, kaanguka mbele yake, ndio anakuangalia umeanguka, mkuki uko kule, unaanza kutafuta mkuki, ndio unasimama tena, anakuambia wewe bwana, najua shida zako. Endelea kidogo, mstari wa 7. Basi akauliza tena, mnamtafuta nani? Kwa sababu naona kama mna changamoto. Mnamtafuta nani? Mnamtafuta nani? Akamwambia hivi, wakasema Yesu Mnazareti. Endelea mbele. Yesu akajibu, nimekwisha kuambieni ya kwamba ni mimi. Basi ikiwa mnanitafuta mimi, waache hawa waende zao, ili timizo ile neno alilolisema, wale walionipa sikupoteza hata moja. Kwa akawaruhusu wanafunzi, akaambia saa imeshafika, kila mtu ondoka. Kwa jamaa ndo walimwacha pale, ndo akakubali. Yani Yesu akajihand over kwao, akakubali. Kwa Yesu akawafuata, akamwambia niko hapa sasa, mnataka kufanya kitu gani? Nikamateni mnavyotaka. Kwa sababu ukisoma Biblia vizuri utagundua mara kadhaa walipotaka kumuua alipita katikati yao. Nakumbuka ile siku Injili mwanzoni kabisa alipoanza kuhubiri Injili, aliwakoroga siku moja kwenye sinagogi, wakamtoa, wakaenda kutaka kumtupa kwenye shimo fulani. Wataki kumtupa kule shimo, Biblia inasema hivi, akasimama afu akarudi, anawaangalia hivi, wanamwangalia na yeye anapita na rudi, na wao wakafuata nyuma. Mara kadhaa amefanya vile, ikuonyesha kwamba si tu kwamba ni jina, limebeba uzito rohoni. Ndio maana ugomvi wa, kama mnakumbuka vizuri, ugomvi wa wakuu wa makuhani na Mafarisayo ulikuwa ni wanafunzi au mitume kuhubiri ile jina pale Yerusalemu. Ugomvi wao ulikuwa pale. Tuliwaambia msihubiri kwa jina la huyu mtu, bwana ninyi mnaendelea kuhubiri. Ndio waliwafunga kwa sababu ya hiyo kitu. Ndio Petro akawaambia kwamba imetupasa kumsikia Mungu na kumtii Mungu na sio nyinyi. Ili jina lazima tuhubiri kwa sababu ndio tumeachiwa ile jina. Na Petro alikomalia ile kitu kwa sababu alijua ndicho tumeachiwa. Kikinyamazishwa maana yake tumenyamazishwa na sisi. Sema kwa sauti, ninalo jina. Sema kwa sauti kubwa. Hasa Wakristo wengi waliokoka hawajui ya kwamba wamerithi ile jina. Yaani ile jina kiagano umelirithi. Umelirithi, ni la kwako. Ni urithi wako kabisa. Tuende kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2. Ukisha jua haya, utakuwa unanitaja kama kidokezo au chorus ya maombi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hiyo sio chorus. Leo nataka nikufundishe uzito wake wa rohoni. Likoje? Tuanze mstari wa tuanze mstari wa 7. Inasema bali alijifanya kuwa hana utukufu. Rudi mstari wa 6. Ikiwezekana mstari wa 5. Nianze hapo kabisa. Kwenye nia ya Kristo. Iwe na nia hiyo ndani yenu ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu. Endelea kusoma. Biblia inasema hivi, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu. Hiyo namna ya Mungu isikusumbue. Huyo ni Mungu. Sababu naye neno alikuwa Mungu. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Mstari unaofuata wa 7. Bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Mfano wa wanadamu. Endelea kusoma. Mstari wa 9. Anasema hivi, tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu. Mnajua umbo la kibinadamu ndio umbo duni kuliko maumbo yote.
Duni ambayo liko very limited, yani ukiliwekea ukuta liwezi kuvuka, lakini maumbo ya malaika yanaweza kupita popote. Duni sana, yani ukiona anasema hii lugha ujue ni umbo duni kuliko maumbo yote kuliko kwenye klasi za mbinguni za maumbo, yani hili ndio umbo duni kuliko yote. Alijinyenyekeza akawa mti, yani very limited body, miili yetu very limited. Pepo mwenyewe anaweza kuwa hapa afu ghafla akatokea Maganzo, akafanya tukio Maganzo, ghafla yuko Tinde pikipiki imeanguka Tinde ghafla yuko Nzega, lakini wewe yani ukiwa hapa ndio uko hapa. Ukitaka kwenda Tinde tunataka lisali zima. Ndio anasema hivyo sasa. Alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Mstari unafuata. Kwa hiyo tena Mungu alifanyaje kanisa? Alimwazimisha mno, akamkirimia. Hiyo sentence, akamkirimia jina lile lipitalo kila. Kukirimia manake ni kuzawadia bure. Akamkirimia, akampa bure, akampa bure jina lile lipitalo kila jina. Na iko hivi, mfumo wa roho uko hivi: kama Mungu alimzawadia Yesu, kama Mungu alimpa Yesu zawadi ya jina, kama Yesu alirithi jina hili, kila ambaye ni mtoto wa Mungu amerithi hili jina. Takupeleka pazuri kabisa na utaelewa vizuri. Alimkirimia, alimkirimia ni kama alimrithisha, alimpa jina lile lipitalo kila. Kukirimia manake ni kurithisha au kutoa bure, kuzawadia. Ni sawa na baba ambaye anawaambia nyie mkuhangaika kutafuta hayo maeneo, ili anakuja anakuambia fulani eneo la Mongoro hili hapo. Hiyo ndio lugha ya kukirimia, yani haujapambana kupata kile kitu, umepewa hiyo zawadi. Kukirimia ni kama kuzawadiwa. Sasa Yesu ilibidi afanye kitu kwa ajili yetu, lakini sisi sasa hatuingii kwenye gharama ambayo alilipa Bwana Yesu pale. Sawa jamani? Kwa sababu Yesu alikufa mauti ya msalaba. Sasa wewe hujafa mauti ya msalaba. Yesu alilipa gharama kwa ajili yetu, lakini sisi tunapokea bure. Kumbuka Mungu alimkirimia jina, alimzawadia jina. Sasa naomba nikupeleke kwenye point. Warumi sura ya 8. Warumi sura ya 8. Naomba mstari wa 15. Nionyesha hapo. Warumi sura ya 8 mstari wa 15. Kwa kuwa mkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Mstari wa 16. Wa 16 chap chap. Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Sisi ni watu wa namna gani? Tunamuona ndugu yetu ambaye ni Bwana Yesu, our senior brother, Yesu Kristo, ambaye ndo alikuwa mwana wa Mungu wa kwanza. Wote waliompokea wakapata uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Yeye alipewa jina lipitalo kila jina. Na sisi kwa kuwa sisi tu watoto wa Mungu, endelea kinachofuata. Nikuonyeshe kitu. Kama sisi tu watoto, basi tu warithi. Warithi wa nani? Wa Mungu. Tu warithi wa Mungu. Tena warithio pamoja na Kristo. Ni warithi wa Mungu, wanaorithi pamoja na Kristo, tukiteswa pamoja naye ili tupate kutukuzwa pamoja naye. Mungu alimwadhimisha mno, manake alimtukuza mno. Sasa tukiteswa pamoja naye tupase kutukuzwa pamoja naye. Kumbuka Paulo hapa anazungumza vitu viwili. Anazungumza hivi, ninaomba kitabu cha Efeso, ni sura ya 2 mstari wa 6. Good. Akatufufua pamoja naye, nataka uone, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Katika nani? Nisaidie kwa ujasiri. Katika nani? Katika nani? Maana kwenye nafasi ya Kristo Yesu. Anamaanisha vitu viwili. Tukiteswa pamoja naye tupate kutukuzwa pamoja naye. Kuna mambo kadhaa ambayo anamaanisha hapo Paulo, ya kwamba wakati Bwana Yesu anateswa kuelekea utukufu, tulikuwa ndani yake tukiteswa na sisi kuelekea utukufu. Kwa hiyo gharama ya kwanza original ilipa Bwana Yesu ili sisi turithi nafasi ya utukufu. Sema amen. Hiyo ni ya kwanza. Lakini pia ya pili anayosema Paulo pale, ya kwamba tukiteswa pamoja naye tupate pia kutukuzwa pamoja naye. Paulo pia anajaribu kuyasemea mateso anayopata na adha anazopata katika kuhubiri Injili. Anazungumza vitu viwili hapo.
Hasa angalia, turudi kule sasa apostle. Kwenye kitabu kile cha Warumi sura 8. Turudi kwenye Warumi sura 8 mstari wa 17. Na kama tu watoto basi tu warithi. Warithi wa Mungu. Hakuna mstari unaongea vitu vizito sana kama huo mstari. Wakristo wengi hawajui. Tu warithi wa Mungu. Wewe sio tu mtu wa Mungu. Umefanyika kuwa mrithi wa Mungu. The heir of God. Mrithi wa Mungu. Wakristo wengi wangejua hii, usingedai kiwanja nyumbani kwenu kama sehemu ya urithi. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja, nisikizeni kwa makini, alinifurahisha sana. Anasema alimfuata babake. Baada ya babake kugawa viwanja, akamfuata akamwambia hivi, baba, ninaomba mimi usinipe kiwanja chochote, gawa kwa mtu mwingine. Ila akapiga magoti mbele yake, akamwambia naomba niwekee mkono hapa. Naomba niwekee mkono. Babake akamshangaza, unatafuta nini? Mimi si nimewapa mzako viwanja, chukua na cha kwako. Mimi sitaki kiwanja, ninaomba niwekee mikono. Babake akasema kama ni hilo, akaweka mkono, akaondoka. Mwenzako anasema hivi, mimi nilichokuwa nakitaka kwa baba ni urithi, kwa sababu alijua urithi ni wa rohoni, sio kiwanja. Unajua watu wengi wamedanganywa na vitu vinavyoonekana. Amefikiri kiwanja ni urithi. Urithi ni kitu cha rohoni sana, kabla haijawa kiwanja, kabla haijawa plot. Yaani manake mzee, unajua tofauti yake iko wapi? Wale wamepewa matokeo ya neema aliyokuwa nayo baba. Alafu bwana mdogo huyu yeye na akaenda kuchukua neema alionayo baba. Kwa baba akiweka mkono juu yako amekupa neema, ila wengine wamechukua viwanja. Hapa anasema nikaweka fungu la sadaka. Sikiliza, urithi ni kitu kikubwa sana. Angalia kitabu cha Wagalatia sura ya 4 mstari wa 1. Hapo ndio nisikilizeni kwa makini. Yaani Wagalatia sura ya 4 mstari wa 1 inatupa attention ya kwamba Wakristo wengi kwa kutokulijua hili wanaishi maisha ambayo sio ya kwao. Angalia. Biblia inasema hivi, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wowote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote. Umerithishwa jina. Kama wewe ni mwana, umekuwa mrithi. Kama ni mtoto wa Mungu, basi umekuwa mrithi. Tena mrithi wa Mungu. Kubwa zaidi ambayo waga tuisomi, umerithi pamoja na Kristo. Na mrithi wa Mungu, unarithi pamoja. Hivyo unajua ni pamoja na Kristo. Maanake kila ambacho Kristo amekirithi, umekirithi. Amen. Kama Kristo alirithi jina, umerithi jina. Kama Kristo alirithi nafasi, umerithi. Ndio maana uruhusiwi kuomba Yesu katika jina la Yesu. Kwa sababu gani? Umekaa kwa nafasi ya kwake. Ndio maana mwenzako alipoyaona yote hayo wakati amefumba macho na tafakari, akasema tulikufa pamoja naye. Alafu bila sema hivi, na uhai wetu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo. Sio umefichwa ndani ya Kristo. Pamoja na Kristo katika Mungu. Manake tunaposema hivi usi mkoba jamani, wanabebaga vitu hivi ili kuvificha wengine wasivyoone. Si sawa? Anaposema hivi mlikufa alafu na uhai wenu umefichwa pamoja. Naomba nifunue siri kadhaa zilikopo kwenye mkoba. Siri ya kwanza ni sweta ya mtoto. Ndio mambo ya wanawake haya. Siri ya pili ni mtandio. Kwa hiyo tuseme mtandio ni Yesu. Sawa? Alafu hii sweta ni wewe. Kwa hiyo ninyi mmekufa wote, alafu mkafichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kwa hiyo ni Mungu. Kwa hiyo sikiliza kinachokesha hapa. Wewe uko unapigwa na wachawi, kaka yule ambaye mko naye anambia, brother vipi? Mbona mambo yako hayajakaa vizuri? Sasa mko wote ndani. Wote metunzwa, mko ndani pamoja na Kristo katika Mungu. Alafu ambacho mwenzako anakishangaa ni kwamba mara unaumwa, anambia, "Bwana brother mimi sikuelewi, mara mafua, mara unaumwa tumbo. Bwana sikuelewi na wote tuko Mungu. Bwana mimi sipataki mafua." Can you imagine? Pamoja na Yesu. Mmefichwa pamoja na Yesu katika Mungu.
Wakristo wanafikiri mmefichwa ndani ya Kristo. Hatujafichwa ndani ya Kristo, tumefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kwa maana yake anachonufaika Yesu, unapaswa kunufaika wewe. Alafu mko humu ndani wote, anakuwa anafanyia deliverance. Come out, come on, ulitoka lini? Ulitoka lini? Wewe naye anakuwa anashangaa unapofanywa out. Unapofua majina hivi, roho ya maskini kuachie. Anakwambia wewe, lini umekuwa maskini? Bwana tuko humu katika Mungu. Alafu nakushangaa umekuwa maskini ghafla na roho ya maskini inaondolewa kwako. Unaona mambo ya roho ni yalivyo ya ajabu ndio uko humo, umefichwa pamoja na Mungu. Yaani wewe ni mrithi wa Mungu. Anachorithi Bwana Yesu exactly nawe unakirithi. Alipoketi Bwana Yesu exactly umeketi hapo. What an honor. Ni heshima iliyoje sana. Kujua ni heshima kubwa sana. Kutokea hapo utaanza kujichukulia kwa namna tofauti. Utaacha mtu akutumie vibaya kwa jina la Yesu. Hasa watu wengi kwa sababu ya utoto, kwa sababu hawajui haki zao, ndio hiki kinachowapata. Hebu mstari wa pili. Unasemaje mstari wa pili? My God, bali uchini ya mawakili na watuzaji, hata wakati uliokwisha kuamriwa na Baba. Imagine kama uyajui haya na kufundisha, unapaswa uwe chini ya wachungaji sasa, wazoni. Unapaswa kuwa chini ya uangalizi usipojua haki zako, kwa sababu shetani atakutumia vibaya. Angalia, endelea kusoma mstari unaofuata apostle. Kadhalika sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. Ukimwona kila Mkristo ambaye anatumikishwa na kawaida za kwanza za dunia ni kwa sababu ya utoto. Biblia iko very clear. Turudi kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 17. Turudi pale. Karabashanda skovela mandarabasai. Kuna kitu kinaingia ndani yako Na kama tu watoto basi tu warithi. Mimi hapa naweza kufundisha hata mwaka na unaisha, nitafundisha unaofuata, kwa sababu Mkristo akilielewa hili tumemalizana. Uwezi kumchezea Mkristo alielewa hili. Haya. Warithi wa Mungu. Sema kwa sauti, mimi ni mrithi wa Mungu. Sema nimerithi jina la Yesu. Sema ni urithi wangu. Kwa nisikilize, jaribu kufikiria baba yako amekupa hati. Mwanangu, hii ni hati ya eneo plot fulani kwa Muongoro, kuanzia sasa hivi hii ni ya kwako na nimekurithisha kabisa, na amekupa hati alafu na ameandika jina lako, makabidhiano, akaukabidhi ukaenda kuweka nyumbani kwako. Alafu nisikilize, baada ya pale ukamrudia, unamwambia kwamba baba, ungenipa lile eneo la Muongoro lile nilime kidogo, ningepata angalau hata mahindi. Alafu ile siku alikupa hati, itamshangaza sana baba. Sema mtu ana shida gani? Nilimpa siku ile hati, alipaswa kwenda kulima kwa sababu ni la kwake, ni hati ya kwake, ni haki ya kwake ya nani? Ya uzao, ni ya kwake kabisa. Ndio pale ambapo pia wewe unataka kwenda kusaidiwa au unamfuata Mungu, unamwambia baba, iko ni mapenzi yako, ondoa maumivu kwenye mgongo. Anakuambia wow, I have given you the name. Nimekupa jina. Ulipaswa kusema in the name of Jesus. Out. Full stop. Tukisemaga hivyo naendelea kuishi maisha mengine kabisa. Mungu anategemea. Ulipaswa kuwa reactive kwa namna hiyo kwa kutumia jina. Nisikilize. Upako ambao tunaukusanya kila siku kwa maombi upo. Wakati mwingine tabia upako ni kama umekaa kwenye hali tulivu. Lakini nisikilize, upako uko reactive, ukutana na changamoto, ukutana na shida. Kama kweli umepata jina na unalo, tunategemea siku ukikollide na kitu itokee reaction. Haiwezekani mambo yanakupata mbele na una kitu cha kureact na ureact. Hiyo ndio shida inaanzia hapo. Yaani namaanisha hivi, sio nisemaje mfano mwingine mzuri kabisa wa mrais Rabashan. Unamwona polisi wanatembeaga na bunduki, si ni sawa? Lakini kuna hatua kadhaa ambazo zitapelekea ashike bunduki na kupige. Ukimpiga push, atasogea pembeni kidogo, alafu atakuangalia. Okay? Atakuangalia. Ukifika alafu
Atakucheki. Okay. Wao wamefundishwa na uvumilivu mwingi sana. Ukifika atakuondolea mkono. Ukifika ukamnyang'anya kofia, utashangaa uko chini. Tayari umeshachotwa mtama uko chini na amekanyaga na buti namna hii. Ukifika sasa unataka kumnyanyua kumpiga, ndio anaanza kushikia bunduki kutaka kushuti. Ni stage almost ya mwisho kabisa. Ataanza kwanza kudhibiti kukupiga, ikishindikana ile ndo anachukua silaha. Na wamefundishwa hivyo. Sasa sikiliza Mkristo, shetani anakuja niko nimemwangalia na hapa story sema ndio na hapa story kijini kwetu bwana, palikuwa na mama mmoja hivi mkorofi sana. Alikuwa anamtesa sana mume wake. Sasa huwa anamtukana, na wewe ni mwanaume, muone ulivyo. Wewe ni mwanaume, yani wakiitwa na wewe ni mwanaume. Amenyamaza, tunamwangalia. Sasa katika kumtukana mara nyingi sana, nataka uwe kama huyu mzee. Katika kumtukana mara nyingi sana, huyu mama kafikiri lioga ni jinga jinga tu. Hivi nikifika siku moja nikalipiga kofi. Sasa nitakuwa nimekaa kimya hivyo. Yaani akafikiri nikilishtuka mimi itakuwa bado nilipole hivyo. Siku moja katika kumtukana akapiga kofi. Alipigwa mpaka mzee akajikuta yuko polisi. Ndo siku ile aligundua yuko na komando ndani, ila komando ni mvumilivu. Asa na wewe basi. Mazoea kitazidi, mpige mtu. Lakini sasa unaona Mkristo ana urithi wa jina, anaweza kufanya kitu lakini impotent. Hawezi kutumia jina. Yaani unamwona mtoto anakuwa na reaction, unatembea tu. Nisikilize, kila mtu ushtuka. Ila ukishtuka unafanya nini? Nataka niwaambie ukweli. Mpaka na sisi tuko madhabahu. Ukiona Yohana unaweza hofu umjia kila mtu hapa duniani. Haijalishi ni mhubiri mkubwa kiasi gani. Ila inapokuja unafanya nini? Mazingira fulani umjia kila mtu. Lakini yanapokuja yale mazingira unafanya nini? Sikiliza. Mwitiki wangu wa kwanza kwenye mambo, mke wangu anajua, ni kwa mamlaka ya jina la Yesu. Toa mkono wako haribifu shetani. Ondoka haraka sana. Naombaga hivyo natoa mpaka mtu anashtuka, ambia nina shida gani? Mbona mzee ana reactive? The name of Jesus hivyo. Nisikilize, niko hivi, hata kama sitapata matokeo hapo, ila mimi ndivyo nilivyo. You have to be reactive. Okay. Shetani, umeshaona baraka ile uko ndani ile jina. Shetani anakuja kudanganya, let's say kwa ndoto. Basi ukiamka usingizini, sema kwa jina la Yesu, chukua udanganyifu wako ondoka nao haraka sana. Chukua udanganyifu wako kwa jina la Yesu. Tumia jina na ufahamu ulionao katika Kristo. Ulichokisema ni cha kwako, sio cha kwangu. Kwa jina la Yesu, si na jina. Umegundua kwamba jina la mfunua Baba unatumiaje kuanzia leo? Manake ukisema in the name of Jesus, umemfunua nani? Mzee mwenyewe. Imagine. Angalau basi kwa kila Mkristo ingekuwa ni hatua ya kwanza, first aid. Ingekuwa ni huduma ya kwanza. Japo kiukweli kwa sababu ya imani ya mtu inaweza kuwa ni huduma ya kwanza, lakini iwe ndio huduma ya mwisho, ambayo kitumio na majibu ya mwisho. Mwingine anasema hivi, nilikemea nikaona nije kwako. Na mimi nauliza swali moja rahisi. Mimi nikikemea nataka kwa nani? No point lazima ije hapa. Nikemeaga mimi naenda kwa nani? Naona tofauti yetu iko wapi? Wewe kidogo una kaulemavu kwa sababu nipo. Kwa sababu nipo. Lakini haipaswi kuwa hivyo. So, sisi ni warithi wa Mungu. Sema mimi ni mrithi wa Mungu.
Sema ninarithi pamoja na Kristo. Very powerful. Na tukiteswa pamoja naye tupate kutukuzwa pamoja naye. Rudi kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 na tunamalizia hapo. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9. Haya, Biblia inasema hivi, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia. Yani yote aliyokuwa anayasema mimi ilikuwa ni iko kipengele. Akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Haya mambo nayokuambia yanatoka katikati ya moyo wangu. Nikikupa hii notebook ukaona mahali limefungua, pata kuchanganya tu, kwa sababu hili sio somo nalofundisha. Tafuta ima, unaweza kusoma hapa, unapata somo nalofundisha. Hapa nimeandika habari za Farao. Nakwambia vitu ambavyo viko ndani ya moyo wangu. Sikwambia vitu ambavyo viko kwenye notes. Napofanya hivi na kueleza hivi, unaviona tunafanya vitu na imani ziko hai, ndio zinafahamu hizi. Na angalau na wewe ukishakuwa hivi, inatusaidia sasa kupata watu wenye mtazamo tofauti na wenye matokeo. Akamkirimia jina lile lipitalo kila. Aya, twende sasa tumalizie mstari unaofuata. Ili kwa jina la Yesu. Hapo. Ili kwa jina la Yesu. Baada ya kujua utangulizi wote toka jana, sasa umeshaelewa uzito wa ile jina. Ndani yake lina tabia za Mungu, lina asili ya Mungu, lina mamlaka ndani yake. Ili sasa kwa jina la Yesu, angalia reaction yake. Kila goti lipigwe. Kila goti, ili kwa jina, yani litakapotajwa na mtu mwenye ufahamu haya mambo niliyoelezea, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Bora angeanalyze. Hapa hajaanalyze kila goti. Alafu angalia kitu cha ajabu sana. Wale wafanyabiashara ndio mnisikilize hapa. Check hapa. Imesema la vitu, haijasema la watu. Nisikilize kwa makini. Vitu vina magoti. Biblia imetuonyesha fedha ina magoti. Vitu vina magoti. Inasema hivi, kwa jina la Yesu vitu vinaelewa. Kwa nini? Kwa sababu vyote vilifanywa kwa yeye, na pasipo yeye hakuna ambacho kilifanyika. Vitu vinamwelewa. Kwa ukisema in the name of Jesus, inamfunua Baba. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo vitu vinaelewa. Tukisema in the name of Jesus, Baba amefunuliwa. Kama Baba amefunuliwa, maana yake the creator, muumbaji amefunuliwa. Vitu vyote vinamwelewa muumbaji. Jaribu kufikiria leo, ukisema kwa jina la Yesu, vitu vyote vinaelewa unachokisema. Ulimwengu wa roho tayari umereact wale eneo. Vitu vimereact, bidhaa imereact. Yani paka bidhaa inaitikia, eneo laitikia, kwa sababu vyote vilifanywa kwa neno. La vitu vya kila goti. Hebu sema kwa sauti, kila goti. Sema kwa sauti. Hii silaha. Hii silaha ya ajabu sana. Kila goti. Tunazungumzia fedha, tunazungumzia magonjwa, everything, every demon, kila pepo, kila nguvu ya kifamilia, madhabahu ya kipepo. Unisikiaga hapa natumia vitu vingi. Nasemaga kwa jina la Yesu tu peke yake. Kwa sababu haijasema kwa damu ya Yesu, ili kwa damu. Imesema kwa nini? Kwa sababu ndani ya jina pana matokeo ya damu. Imesema kwa jina la Yesu kila goti. Tena lipigwe, kila goti lipigwe. So nikiwa kwenye maombi yangu ya revival, ndoaga naongea hivi. Nasemaga cancer, you have a knee and you shall bow. HIV, you have a knee. Yani miaka yangu ndoaga naongea sentence. Cancer una magoti na lazima upige magoti. Kisukari una magoti, lazima upige magoti. Unajua mambo tunapika rohoni. Muda unakuja ambao kanisa ndo tutakuwa rufaa ya mwisho. Yani sisi ikitushinda umeenda mbinguni.
Yaani ikitushinda basi imempendeza Baba akuchukue. Ndo rufaa ya mwisho itakuwa ni kanisa. Kwa sababu ya mambo tunayapika rohoni. Nasemaga haya maneno. Kisukari una goti lazima upigwe. HIV una magoti. Kansa una magoti. Tena yale makubwa. Ulemavu una magoti. Yes. Hivi mnakumbuka kwamba kuna ile mwanamke alikuwa amepindamana miaka 18. Yesu alipokuja akasema hivi, mwanamke ameshikiliwa na ile pepo la udhaifu. Yaani pepo lilikuwa limekaa hivi. Yaani duniani kwa macho ya mwilini tunasema mwanamke alizaliwa mlemavu wa viungo. Akaja mwenyewe muumbaji akasema sijawahi kumba mtu wa namna hii. Huyu hapa wakati anakuwa pepo alikuja akamuingia akamfanya hivi. Siku ile ndo wakajua kwamba hakuumbwa hivi, hakuzaliwa hivi, ni pepo. Na alipomtoka mbele yao akanyoka. Kwa manake ulemavu na magoti. Nimejuaje? Kama ulemavu unainama, basi ulemavu na nini? Una magoti. Ulemavu wa masikio na magoti, ulemavu wa macho na magoti. Ndio maana ukielewa haya mambo, maisha yako yote utakuja kwamba si una ulemavu, si usikii alisiki. Sema mbali na mimi. Sema haiwezekani. Mkristo aliyezaliwa mara ya pili, nikisema hivi sina maana kwamba namsema mtu. Unachagua kuvaa miwani kama sehemu tu ya pambo. Unapenda tu design. Tarantararande tontare. Intarararande. Yaani Mkristo yote aliokoka kuvaa miwani ni style. Ni style. Ila haina maana ya kwamba imeshindikana hiyo kitu. Amechagua. Kuna watu wanapenda kuvaa miwani. Yes, kuna watu wanapenda miwani. Wanapenda kabisa kutokea moyoni. Kuna mtu hapo kimwambia nataka nikufungue uache kuvaa miwani, atakwambia sitaki. Kwa sababu kuna watu wanapenda miwani. Niwaambie ukweli. Lakini kuna wengine ambao niseme tu kwa 90% unachagua kuvaa miwani. Yes. Because you have the name. Unapoanza kusoma, kwa mfano kama unaona reaction, unasema kwa jina la Yesu, unaanza kuimprove. Na niwatie moyo wale ambao umri unaenda. Kuna ile falsafa ya duniani kwamba kadiri miaka inazidi kwenda, macho yanapunguza nini? Nguvu. Sio kweli. Kwani kwa sababu Musa alikuwa na miaka 120, imesema macho yake hayakupungua nguvu. Ndio kitu pekee ambacho Biblia imekirekodi. Macho. Na ni vingine ambavyo hatuvioni ni kwamba Musa alipanda mlima mrefu sana. Ndani ya miaka 120, jamaa anapanda kwenye mawe hivi. Anapanda juu. Alafu anapanda juu anaenda kufa. Umeona watu wanakufa hivyo? Sasa tunapojua tunavyokufa, wanakimbizwa hivi na zile nini zile machela. Wanapelekwa ICU. Wamewekewa tayari mtungi wa gesi. Jamaa cheka anaenda kufa, anashika jiwe hivi. Alafu anafika milimani hivi ndo anakufa. Huyu amechukuliwa hajafa. Tafsiri sahihi ya kufa ni kwamba umewezwa na mauti. Musa hakuwezwa na mauti. Ndio maana mauti ilimtafuta, kwa sababu mauti inatafutaga kanuni ya kumwozesha mtu. Yuko wapi? Yuko wapi? Mungu umevunja kanuni, nataka mwili wa Musa. Mungu akamwambia utauona. Mtu alikuwa anakaa na mimi siku 40, nikuachie mwili. Yaani huo mwili pamoja na makosa na matatizo yote Mungu aliuchukua. Akasema shetani, kwa habari ya huu mwili hapana. Jicho lake alikupofuka, asante. Wala nguvu za mwili wake. Musa alikuwa ni mtu wa miaka 120 alipokufa. Angalia huyo mtu alikufa kwa staili gani? Jicho lake alikupofuka. Wala nguvu za mwili wake hazikupunguka. Jamani. Nguvu za mwili wake hazikupunguka. Kwa jina la Yesu Kristo. Fanya zoezi mande go barade. Hey.
120 feet, good, okay. Na mashahidi mahali hapa. Kuna mashahidi? Si masuala ya imani. Tusindikize tu. 20 wengine tuko sawa. Kwamba ukubebe soda. Kwamba ukulishe matunda. We sitashiba. Mimi imani yangu iko hai kushika umma. Mimi sitalishwa na mtu. Nishibe mwenyewe. We ubebe kijiko. We mare gobasai. Kwa jina la Yesu Kristo. Nitakuwa na nguvu zangu. Nashika bakuli langu. Mtu akiwa mzima watu mfunga na kumpeleka mahali hataki. Musa bwana alienda mahali anataka. Bwana alipanda mwenyewe akaenda mlimani. Mimi nitaenda supermarket. Wewe sinatibu shesu. Nitaenda mwenyewe. Nimepata siri. Sema nimepata siri. Sema kwenye miaka yangu ya 120 nitakuwa nafanya mambo vizuri kabisa. Natoka na kuingia. So, rudi kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 10 tumalize. Unapata kitu? Amen. Nauliza swali kanisa, unapata kitu sasa tumalizie hapa. Inasema hivi, ili kwa jina la Yesu, sema kila goti. Okay, imesema kila goti lipigwe. La vitu, nataka uangalie la vitu maeneo matatu. Uone mamlaka iliyoko ndani ya jina la Yesu. Moja, la vitu vya mbinguni, heavens. La vitu vya mbinguni. Alafu 2, la vitu vya duniani. 3, la vitu vya chini ya nchi, kuzimuni. Imagine, hili jina lina mamlaka juu ya maeneo matatu. Au tunaweza tukasema hivi, jina moja la fungua maeneo mangapi? Matatu. Na tukisema funguo maana yake ni mamlaka. Ufunguo ni mamlaka. Jina moja lina funguo kwenye maeneo matatu. Lina funguo za vitu vya mbinguni, lina funguo la vitu vya duniani, lina funguo za vitu vya chini ya nchi. No wonder inasema hivi, amemeza mali ataitapika na Bwana ataifanya itoke kwa tumbo lake. Ayubu 20 mstari wa 15. My God, soma kwa sauti. Biblia inasemaje? Fanya vizuri kwa sauti kubwa. Alafu Mungu atayatoa tumboni mwake. Kuzimu ni kama tumbo. Ulimwengu wa roho ni kama tumbo. Sikiliza, hata hapa angani kama kuna vitu vimeshikiliwa, unaweza kusema kwa mamlaka ya jina la Yesu, vitu vyangu vinaachiliwa. Na Mungu anasema hivi, amemeza mali. Amemeza mali. Alafu atatapika. Msema katika jina la Yesu. Chochote ambacho adui likishikilia, sema kinaachiliwa kwa jina la Yesu. Amemeza mali, ataitapika. Atapika tena. Alafu Mungu atayatoa tumboni mwake. Amarego basata lisovila mara barakadosh. Ili kwa jina la Yesu, kila goti la vitu vya mbinguni, heavens ni tumbo kwa ulimwengu wa roho, na vitu vya duniani, vitu vya chini ya nchi, kuzimu ni kama tumbo. Na Biblia inasema kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Maana ukisema kwa jina la Yesu, kwa ufahamu ambao nimekufundisha hapa kwa hizi siku 2, imagine vitu vya mbinguni vinashtuka, kwa sababu vinaelewa vizuri. Vitu vya duniani vinashtuka. Makapa sufra ila angradika. Sema nakataa kuwa maskini kwa jina la Yesu. Sema nakataa kuwa mhitaji kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nimegundua kwamba na jina ambalo linaweza kutengeneza njia. Mstari unaofuata 11 itakuchanganya. Inasema na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo, hayo maneno yameandikwa kwa herufi kubwa, ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Naomba kitabu cha Isaya sura 54 mstari wa 17. Na kila ulimi ukiri. Wewe weka tu kichwani, na kila ulimi ukiri. Nikuonyesha cha kufanya hapo.
Isaya sura 58 mstari wa 17. Tusome kwa sauti, kila mtu mwenye sauti. Biblia inasemaje? Alafu kwa sauti kinachofuata, na kila ulimi utakaoinuka juu yako. Umejua namna ya kuhukumu leo? Unatumia jina la Yesu. Kwa sababu kwa jina la Yesu kila ulimi utafanyaje? Utakiri. Kwa hiyo kusiko ulimwengu wa roho, sio unamsikia mtu anaongea anaongea sio ilikuwa ni kwa ndoto, sio hivi na hivi, itakutokea na hili, ukiamka sema kwa mamlaka ya jina la Yesu. No, sio mimi. Ukisha sema vile ndio tayari umeshahukumu wa ulimi. Namna ya hukumu ulimi wote ni kutumia jina la Yesu. Very simple. Nani ameelewa haya mambo? Rahisi kuliko rais wake. Haya mambo akina Yeremia walikuwa hawajui, maana waliteseka. Naomba Yeremia 18:18. Walikuwa hawajui, waliteseka kidogo. Ila sisi tunajua sasa hivi. Kosea tu kuingia kwenye 18 zetu. Tutakuonyesha. Angalia hapo. Wanasema hapo ndipo waliposema njoni tufanye mashauri juu ya Yeremia, maana sheria haitampotea kuhani, wala shauri litampotea mwenye hekima, wala neno litampotea nabii. Njoni na tumpige kwa ndimi zetu, wala tusiangalie maneno yake yote. Kumbe ndimi zinaweza zikakupiga. Mtu anaweza kuwa anaongea alafu unaumia wewe. Lakini kwa jina la Yesu kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Sema ninayo silaha kinyume na kila ulimi wa uovu. Sema ninayo silaha. Sema nimejua silaha kinyume na kila ulimi wa uovu. Maana kutokea hapo hautapigwa na ndimi za uovu kwa jina la Yesu. Ndari. Ili kwa jina la Yesu kila ulimi ukiri. Yaani unajua unaposema Yesu ni Bwana, maana yake ukisema in the name of Jesus kila ulimi unasema kwamba no, huyu alishashindikana. Toka day 1 anafufuka. Tulimshindwa kuzimuni. Akiwa duniani tulimshindwa, akajiua mwenyewe. Akajitoa mwenyewe ndo akamua. Akiwa kuzimuni ameshindikana. Hasa kwa jina la Yesu kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Unao ushindi kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Nenda ukaishi maisha ushindi kwa jina la Yesu. Nenda usemeshe ulimwengu wa roho ukupe matokeo kwa jina la Yesu. Nenda semesha familia yako ipate matokeo mazuri kwa jina la Yesu. Semesha uchumi wako kwa jina la Yesu. Semesha fedha yako kwa jina la Yesu. Semesha milango yako kwa jina la Yesu. Semesha kila kitu kwa jina la Yesu. Kwa sababu inaonekana kila kitu kinamwelewa Yesu. Vitu vya mbinguni, vya duniani, vya chini ya nchi, vitu vya mbinguni. Kwa hiyo maana yake vitu vyote vinamwelewa Yesu. Nenda kavisemesha vitu kwa jina la Yesu. Yasemeshe mambo kwa jina la Yesu. Yasemeshe mazingira kwa jina la Yesu. Kara mashanda. Nenda kwa lugha kwa sauti tumalize. Oh, makabaradego zigede baradegos. My nipate watu wenye uwezo kunena kwa lugha, nimeipata siri. Aya makapali ya sovesh. Kapali ya mandego bagada baraga. Riko malegova shatali ya magadea. Ninalo jina kwa jina la Yesu. Ninalo jina arego basata. Nalo jina, hemu jiambie, nena kwa lugha. Ninalo jina kapalezi. Emo shipalande goba. Ninalo jina, ninalo jina, ninalo jina, ninalo jina kabasaya. Mazingira yanageuka. Mazingira yanageuka. Mazingira yanageuka. Hali zinabadilika. Mazingira yanabadilika. Meko payala. Ninalo jina kwa jina la Yesu. Nena kwa lugha. I am not a victim. I am a victor. Mimi sio mwanga wa mambo maovu. Ninalo jina